Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Mandera imeanza shughuli usambazaji chakula cha dharura kwa watu walio katika hatari kufuatia kipindi kirefu cha ukame. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mandera Mohamed Khalif, familia takriban 15,000 katika maeneo ya miji zinahitaji chakula cha msaada. Kundi la matukio ya dharura katika kaunti hiyo linafuatilia hali katika maeneo ya mashinani ili kubaini madhara ya ukame huo kwa binadamu na wanyama. Katika boma hili, kilomita chache kutoka mji wa Mandera, tunakutana na mzee Mohamed Ali Kwanjara. Amelala kitandani. Familia yake maskini haina chanzo thabiti cha mapato. He cannot walk. He cannot work himself. He's someone who need help for everything, and he's not having. He's always alone, living alone. Kilomita chache kutoka hapo, mkazi mwingine Abdullahi Wabe Adan anaelekezwa kutoka makazi yake kukutana na maafisa wa kaunti. Mzee Abdullahi ana ulemavu wa kuona. Mkewe na wanawe wana changamoto za kiakili. Mmoja tu ako sawa, wale wengine disabled. So walikuwa wakiishi nyumba nyingine ndogo hapa ambaye ni imetengenezwa tu na miti na ilikuwa jikoni pia, ni mahali wanalala. Wawili hao ni miongoni mwa watu maskini 15,000 waliolengwa na serikali ya kaunti kupokea msaada wa chakula kufuatia hali ya sasa ya kiangazi. Katika siku hii tunakutana na maafisa wa serikali ya kaunti kutoka idara ya mipango maalum wakisambaza chakula kwa familia hizi mbili. Kama sehemu ya maandalizi ya uwezekano wa ukame kutokana na ukosefu wa mvua kwa kipindi kirefu na msimu usiotabirika wa vuli, serikali ya kaunti inazingatia uhifadhi wa chakula kujiandaa kwa uwezekano wa ukame. Katika hifadhi hii ya chakula, tani 235 za mchele na mafuta ziko tayari kusambazwa kwa waathiriwa. We do the urban poor simply because we have a lot of families who they moved from other places and they come to look for a job, and now that there's no job, and we make sure that at least we really support during this emergency food distribution. Nje ya hifadhi hii, chakula kinapakiwa kwenye malori tayari kwa usambazaji hapo kesho. Gavana wa kaunti ya Mandera Mohamed Adan Khalif amesema hali ya kiangazi iko katika kiwango cha hatari ikielekea kiwango cha dharura. Although we have not gone to the danger, I mean the red zone, but it's not very good. And what that means is we require to continue doing relief distribution. Gavana Khalif anatoa wito wa juhudi za pamoja katika mikakati ya kukabiliana na ukame. But still, we wanted to appeal to our development partners, especially the non-governmental organization, also to come up with a plan so that we coordinate as a county, national and the partner, and zone the area as well, so that at least we avoid what we call duplication, and then we prepare a plan and most effective intervention in the coming months. Kaunti ya Mandera ni sehemu ya eneo pana la kaskazini mashariki ambalo kwa sasa linakabiliwa na ukame na ukosefu wa chakula kutokana na ukosefu wa mvua kwa misimu kadhaa sasa.